الله يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا ربي يا الله يا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أما baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayuha almushahid alkarim, ndugu yangu mtazamaji wa Africa TV 2, kwa mara nyingine tena kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala tunaonana katika kipindi hiki adhim katika mada inayohusu aqida ya Muislamu, tukiwa katika mfululizo mlolongo wa masomo yanayohusu iman ambayo tumeyapa jina al-iman huwa nur alladhi yudhi'u al-hayat. Imani ndiyo nuru ambayo inaangaza maisha. Katika milolongo iliyotangulia takriban 8 tumezungumza mengi sana, lakini tuliingia katika kipengele cha kuzungumzia nguzo 6 za imani. Tukaelewa nguzo ya kwanza, kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ambayo yanaambatana na kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukaja kwenye nguzo ya pili, kuamini mitume, kuamini malaika wake, malaika wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na yanayoambatana na imani ya kuamini malaika. Tukaja kwenye nguzo ya tatu ambayo ni kuamini vitabu vya mbinguni na ambayo yanaambatana na kuamini vitabu hivyo vya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo ndugu yangu katika imani, ni kukaribishe katika mfululizo huu tukizungumzia nguzo ya 4, nayo al-imanu birusul. Tutajua leo hii kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala nini hasa tunaposema al-imanu birusuli, tuna maana gani kuamini mitume. Lakini mitume hawa ni kina nani, wana sifa gani, na kazi yao hasa ni nini? Na pia tutafahamu matunda yanayopatikana kwa mtu kuamini mitume na kwa kutumwa mitume hii ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa viumbe. Nukta ya kwanza ndugu yangu katika imani ambayo tunaanza nayo ni kujua nini hasa maana ya al-imanu birusul. Maana ya al-imanu birusul, kuamini mitume, at-tasdiqul jazim بأن الله تعالى أرسل إلى عباده رسلا منهم, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani tunachotakiwa au maana ya kuamini mitume ni at-tasdiqul jazim, kuamini pasi na kuwa na mashaka yoyote, kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwatumia waja wake mitume, aliwapelekea mitume. Hawa mitume minhum, ni katika wao, ni binadamu wanaotokana na jamii yao. Hawa mitume kazi yao ilikuwa kubwa, mubashirin wa mundhirin. Kazi yao ni kuwabashiria wale ambao watakuwa wema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawalipa kwa wema wao pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wale ambao watakuwa waovu anawaonya kwamba uovu wao mwisho wao utakuwa ni katika kuingia katika adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kazi yao kubwa ilikuwa ni kuwalingania waja wa Allah, yad'una ila ibadatillah, wanakuwalingania waja wa Allah kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wahda, peke yake, na kuacha kuabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
na kuamini kwamba hawa mitume ya Allah balaghu risalat Allah, walifikisha ujumbe waliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na walitekeleza amana kikamilifu, hawajapunguza chochote. Na pia katika kipengele hicho kuamini kwamba mtume wa mwisho ni Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hii ni nguzo ya 4, na hii ndiyo maana ya al-imanu birrusul, kuamini mitume. Sasa tukija tukiangalia dalili, mafundisho ya Qur'ani yameashiria wapi nguzo hii ya 4, tunaona aya ile ambayo tumeanza nayo tokea nguzo ya mwanzo, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Allah anasema mtume ameamini kile ambacho kilichotelemshwa kwake kutoka kwa Mola wake, na hivyo hivyo waumini wameamini, wote wameamini, wamemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wameamini malaika wake, wameamini vitabu vyake, na wameamini mitume yake. Kwa hii ni dalili kwamba tunatakiwa sisi tuamini mitume yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na katika hadithi mashuhuri, hadithi ambayo tumeizungumza pia katika vipindi vyetu vya nyuma, inaashiria hadithi ya Jibril kwamba iman birusul, kuamini mitume, ni katika nguzo 6 za iman. Pale alipomuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman, nielezee mimi kuhusu iman, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kuelezea iman, akataja nguzo 6 za iman. Katika hizo alielezea al-imanu birrusuli, kuamini mitume wake. Hadithi imepokewa na Muslim. Ikiwa ni hivyo, ndugu zangu katika imani, tunataka sasa tuangalie moja ya nukta muhimu sana, ambayo ni nukta ya pili katika kipindi chetu hichi cha leo, ma hiya wadhaifu ar-rusul, kazi za mitume, hasa majukumu yao ni nini ambayo wametumwa kwayo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hili ni jambo muhimu sana la kujifunza na kufahamu katika nguzo hii kubwa kabisa katika nguzo za imani. Jambo la kwanza ambalo linaeleweka na ni mtambuka kwa kila mtu, mitume ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kazi yao ya kwanza kabisa ni kuwaita watu kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Hii ambayo inaitwa tauhid, kumpwekesha yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika hilo, ndugu zangu katika imani, tunaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Suratun Nahli aya ya 36, anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut, hakika tulituma katika kila umma tulituma mtume maalum kwao, na ikawa kazi yake mtume huyo ni kuwaita watu kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala na kujiepusha na kuabudu kisichokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hapa tunaona ndugu zangu katika imani kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuma mitume yote, kazi yao ni kulingania tauhid, kulingania kumwabudu yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala na kutomshirikisha yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala na chochote kile. Lakini katika kazi za mitume ni tabligh risala wal ahkam shar'iyya, ni kufikisha ujumbe na hukumu mbalimbali za kisheria ambazo walizopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambazo walitakiwa kuzifikisha kwa watu wao. Hili ni jambo ambalo linafuata au ni katika yale yanayobeba ule ujumbe mkuu wa kwamba wao kazi yao ni kuwaita watu kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kufuata maamrisho yake Allah Subhanahu wa Ta'ala na kujiepusha na yale mambo ambayo ameyakataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hili katika hayo ambayo wamebeba mitume ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni hukumu mbalimbali na mambo ya sheria mbalimbali, mambo yaliwajibishwa kama vile kuswali, kama vile kuhiji, kama vile kutoa zaka,
kuwafanyia wema wazazi wawili, makatazo mbalimbali, kuacha jinai mbalimbali, kutoiba, kutoua, mambo mbalimbali ambayo kwa hakika hayo yanazingatiwa kwamba yamekuja kupitia kwa mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni kazi yao kubwa kuyaeleza haya mambo na kuyafikisha kwa viumbe. Na ndio unaona mitume wote wamefanya hivyo, na ndio linabeba neno mubashirin wa mundhirin. Allah anasema rusulan mubashirin wa mundhirin. Mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala kazi yao kubashiria na kuonya. Katika huko kubashiria kheri na kuonya kwa wale ambao wenye kufanya shari, katika huko kubashiria ni kufikisha hukumu mbalimbali na sheria mbalimbali alizoziweka Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifikisha sheria hizo kwa umma, akazifafanua na akaziweka wazi kwa umma ili wasitekeleze. Kwa hiyo ni kazi ya miongoni mwa kazi za mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kazi majukumu ya mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwasimamishia hoja, iqamatul hujja ala al-khalq, kuwasimamishia hoja viumbe hawa ambao wametumwa kwao, kwamba kule kuwa wameeleza hii ni kheri, hii ni shari, na kwamba mtu akifanya kheri basi mtu huyu atakuwa ni mtu mwema na atalipwa mema mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na mtu akifanya shari, jambo baya, akifanya maasi, ni mtu muovu na atalipwa uovu mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hii ni haki au ni jambo ambalo kwa hakika linaitwa iqamatul hujja, liyahlika man halaka an bayina wa yahya man hayya an bayina. Kila yule ambaye atakayadhibiwa basi ataadhibiwa hali ya kuwa tayari alikwisha elezwa, alikwisha ambiwa kwamba ukifanya hivi utaadhibiwa, ukifanya hivi utaangamia. Alikwisha ambiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kupitia kwa mitume wake mbalimbali aliyowatuma Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivyo hivyo mtu akifanya uovu atakuwa ni katika wale ambao wenye kuadhibiwa kama tulivyosema. Allah anasema lialla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, ili watu wasije wakawa na hoja mbele ya Mwenyezi Mungu, wasije wakalalamika kwamba hatujatumiwa mitume. Mitume ya Allah imetumwa, kazi yao kubwa ni kufikisha ujumbe wa Allah, na hivyo kufanya hivyo ni kusimamisha hoja kwa waja, ili siku ya Kiyama wasiseme kwamba hatukuambiwa kuswali, hatukuambiwa riba ni haram, hatukuambiwa kamari ni haram. Hayo yote yameelezwa na yamefafanuliwa na mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yanaendelea kufafanuliwa na wale ambao ni warathatul anbiya, ambao ni ulama, warithi wa mitume, ambao ni wanazuoni kupitia majukwaa mbalimbali wanayafafanua yale ambayo yaliokuja kwa mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hii inaitwa iqamatu al-hujja. Lakini katika miongoni mwa majukumu ya mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala ni tazkiyatu nufusi wa ta'limi nasi alkhair, ni kuzitakasa nafsi na kuzifundisha na kuwafundisha watu mambo ya kheri. Tazkia ni kusafisha nafsi za watu, kusafisha kwa maana ya kwamba ni kuwafanya watu wawe ni watu wema, wenye tabia njema, wenye maadili mazuri, na hivyo hivyo kuwafundisha watu yale mambo ya kheri ambayo yatapelekea watu hao wawe ni wenye kufanya yale yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na wajenge mujtamaa bora kabisa, jamii bora yenye utengamano, yenye furaha, yenye muungano, yenye mapenzi. Hili ni jukumu kubwa katika majukumu ya mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Allah akasema huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma. Insha Allah baada ya mapumziko mafupi tutaendelea kufafanua jukumu hili la mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya
Tunarudi baada ya haya mapumziko mafupi. Allah amesema huwa alladhi ba'atha fil ummiyin, akifafanua kazi muhimu miongoni mwa kazi za mitume na jukumu muhimu katika majukumu ya mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala, tazkiyatun nufus, kusafisha hizi nafsi za watu na kuwafundisha wawe ni watu wema kwa kufanya yale ambayo yanamridhisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Huwa yeye Allah anasema huwa yeye alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan, ndiye ambaye aliyetuma kwa watu ambao ummiyin, watu ambao hawajui kusoma wala hawajui kuandika, akimaanisha Waarabu wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallama. Makuraish wengi wao, asilimia kubwa, majority yao walikuwa si watu wenye kufahamu kuandika na wala si watu wenye kufahamu kusoma. Walikuwa ni mabedui wakiwa wanaishi katika maisha ya chini, hawana elimu ya kutosha ya kuweza kujua kusoma na kuandika. Hasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anawasomea, yatlu alaihim ayatihi wa yatlu alaihim ayatihi, anawasomea Qur'ani, aya za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa yuzakihim, na anazitakasa nafsi zao, anawafundisha maadili yaliyokuwa mema, watu ambao walikuwa katika hali mbaya kweli kweli katika mambo ya maadili, hali mbaya kweli kweli katika mahusiano na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitumwa kwao kutengeneza maadili mema na wao. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata, na akiwafundisha kitabu na mafundisho ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa mambo muhimu ambayo insha Allah baada ya kuelewa hayo ambayo ni majukumu makubwa, haya ni majukumu makuu ya mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba kuwaita watu kumwabudu Allah, kumpwekesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kufikisha ujumbe wa Allah, kufundisha sheria mbalimbali alizoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tuangalie mahiya thamaratul al-imani birusul, matunda gani yanapatikana, faida gani inapatikana kuamini mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mmoja au jambo la kwanza ambayo ni muhimu katika kuamini mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika kutumwa hii mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuiamini, basi maarifatu rahmatillahi wa hikmatihi, ni kujua rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala na hikma yake. Hili jambo tulilizungumza wakati wa kusoma au wa kuelezea ile nguzo ya tatu, nguzo ya kuamini vitabu vya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hii nguzo hii ya nne ni kuamini mitume ya Allah. Moja ya mambo muhimu ambayo yanapatikana faida ya kutumwa mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuona rehma ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa viumbe wake na hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe wake. Allah subhanahu wa ta'ala lam yatrukuhum suda bal ba'atha ilayhim rusulan lilhidayah. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala baada ya kuumba viumbe hakuacha tuholela wakawa wanatembea katika hii ardhi hawajui wafanye nini. Aliwatumia mitume, na hii mitume akawateremshia mwongozo ambacho ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa wanawafafanulia viumbe hawa waishi vipi, waimarishe vipi hii ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, hili ni jambo muhimu la kwanza la kujua katika matunda ya kutumwa mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili katika matunda ya kuamini mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutumwa kwao ni kumshukuru Mwenyezi Mungu ala ni'matil hidayah, kwa neema ya kuongozwa. Hakuna ndugu zangu katika imani neema kubwa kama neema ya kuongozwa katika imani. Kuweza kuwa Muislamu, kuweza kumwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kuwa mu'min, ni jambo kubwa sana, ni neema kubwa sana. Neema hii ndugu yangu haikupatikana isipokuwa imepatikana baada ya kutuma Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mitume. Watu walikuwa katika hali mbaya, hali isiyosemeka, kama unavyoelewa, kama tunavyofahamu kwamba
Alipotumwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamii ilikuwa hovyo, ilikuwa inaishi maisha mabaya sana, inaishi kwenye dhulma, wanaishi kwenye ushirikina, wanaishi katika maadili mabaya sana. Lakini mtume alipotumwa, basi akaja kusafisha jamii na hayo yote machafu. Na hivi ndivyo walivyo mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala, waliotumwa kwa watu wao mbalimbali. Walikuwa kazi yao kubwa ni kuwaongoza watu kwenye kheri na kuwatoa watu kwenye shari. Hii ni jambo kubwa sana ndugu yangu katika imani, kujua na kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa neema hii ya kutumwa mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba ni sababu ya sisi kuamini, sababu sisi kuwa na maadili mazuri, kuwa na tabia mzuri, kupendana, kuishi katika amani ya kweli kabisa, ili ambayo anairidhia Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine katika matunda ya kuiamini mitume na ni iltizamu sharia wa alamalu biha, ni kujilazimisha na kufata sheria za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kuzifanyia kazi sheria hizo za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuma hawa mitume akasema, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wajtanibu taghut, kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuma katika kila umma mtume ili watu waweze kumwabudu Mwenyezi Mungu na kuepukana na kuabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yani kufanya mambo mazuri yale ambayo anayataka Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hilo tunajifunza na tunapata matunda makubwa, kwamba yatakikana sisi Waislamu katika kuamini mitume hii, maana yake ni kufata yale ambayo waliokuja nayo hawa mitume. Si kusema tu kwamba alikuja Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kadha na kadha na kadha, bali ni juu yetu sisi kuyafata yale ambayo aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulazimikana nayo na kufata sheria yale ambayo tunayaweza kuyatekeleza. Ama yale ambayo yako nje uwezo wetu, la yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Allah subhanahu wa ta'ala haikalifishi nafsi isipokuwa uwezo wa nafsi hiyo kufanya. Ndugu zangu watazamaji, insha Allahu ta'ala, kwa ufupi tutaingia kwenye eneo lingine la kulizungumza biidhnillahi ta'ala, nayo ni kuzungumza juu ya firaq allati dhallati fi al-imani birusuli. Tutaangalia makundi, baadhi ya makundi ambayo yamepotea katika kuamini mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi katika swala hili tulisema kwamba mitume ni binadamu, ni watu ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewatuma ili waje kuwa bashiria na ili waje kuwaonya, mubashirin wa mundhirin, ni wenye kubashiria na wenye kuonya. Sasa kuna watu wengine wameamini tofauti na imani hii, wamekwenda kinyume na lile ambalo linalokuwa maarufu kwa mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wako ambao walifanya baadhi ya mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni miungu, wakaipa nafasi ya uungu. Wako ambao walichupa mipaka katika kuwapa daraja isiyokuwa daraja yao mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sisi tukiangalia kwa ujumla katika masala ya iman birusul, kuamini mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndani yake kuna jambo muhimu ambalo yapasa tufahamu, kwamba hawa ni binadamu, walichaguliwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kupewa utume. Hawana nafasi yote ya uungu. Wanakula kama tunavyokula sisi, wanakunywa kama tunavyokunywa sisi, wanaoa, wanazaa na mambo mengine kadhaa ambayo yanamhusu binadamu. Tofauti yao ni kwamba yuha ilaihim, wanatelemshiwa wahi. Wabillahi tawfiq. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala imanan wa yaqinan, aturuzuku Allah subhanahu wa ta'ala iman na yaqin na mapenzi kati yetu, na aturuzuku kufuata mitume yake Allah subhanahu wa ta'ala, kumfuata Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Wabillahi tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya
الله يا الله يا الله يا ربي يا